Jeshi la Israel limethibitisha kuwa mfumo wake wa ulinzi wa anga wa David's Sling ulishindwa kuzuia makombora mawili ya ballistic kutoka Iran yaliyopiga miji ya kusini ya Dimona na Arad na kusababisha majeruhi pamoja na uharibifu mkubwa. Kwa mujibu wa jeshi la ulinzi la Israel IDF, makombora hayo yalipiga usiku wa Jumamosi yakijeruhi karibu watu 200 na kuharibu majengo ya makazi. Uchunguzi wa jeshi la anga la Israel ulionyesha kuwa hakukuwa na uhusiano wa kiufundi kati ya makosa hayo mawili na kwamba kutokea kwa mashambulizi hayo katika eneo moja ndani ya saa 2 ilikuwa bahati mbaya tu. Jeshi hilo limesema makombora hayo yalibeba vichwa vya kawaida vya vilipuzi vyenye uzito wa mamia ya kilo na sio mabomu ya aina ya cluster. Maafisa walikadiria kuwa makombora hayo yalikuwa ya familia ya Gadri ya Iran ambayo yanachukuliwa kuwa tishio linalojulikana. Mfumo wa David's Sling ulijaribu kuyazuia makombora hayo mawili, lakini makombora ya kujihami yalishindwa kuyaharibu. IDF ilibainisha kuwa mashambulizi mawili ya awali katika eneo hilo hilo yalifanikiwa kuzuiwa kwa kutumia mfumo huo huo. Tangu kuanza kwa vita, zaidi ya makombora 400 ya ballistic yamerushwa kutoka Iran kuelekea Israel. Jeshi la Israel limesema limefanikiwa kuzuia 92% ya mashambulizi yaliyolenga maeneo yenye watu wengi na miundombinu muhimu. Ingawa David's Sling haikubuniwa awali kuzuia makombora masafa marefu, ilitumika kwa mara ya kwanza dhidi ya makombora ya Iran katika vita vya Juni 2025 na ilifanikiwa kuyadungua baadhi ya makombora yaliyotoka umbali wa kilomita 1500. Mfumo huo pia umetumika katika vita vya sasa kudungua makombora kadhaa. Israel ina mfumo wa ulinzi wa makombora wa tabaka nyingi, ambapo mfumo wa Arrow 3 ndio wa kisasa zaidi kwa masafa marefu, ukiwa na uwezo wa kudungua makombora ya ballistic nje ya anga ya dunia. Hata hivyo, jeshi linaaminika kutumia David's Sling katika baadhi ya matukio ili kuhifadhi akiba ya makombora ya gharama kubwa ya Arrow 3. Kila kombora la kujihami la David's Sling hugharimu takriban dola milioni 1, wakati matumizi ya mfumo wa Arrow 3 yanaweza kugharimu zaidi ya dola milioni 2.5 kwa kila udunguaji mmoja.